Kama kuna miradi iendane na thamani ya fedha inayotumika. Tumechoka kufika pale unafungua mradi, rais inabidi ndio asimame sasa akahesabu matofali na mabati aone kwamba hiyo thamani inaendana kweli na pesa iliyotajwa hiyo. Sasa rais marehemu aliyeondoka, Mungu amlaze mahali pema, alikuwa na huo ujuzi wa kwenda na kuhesabu mabati 1 2 3 4, matofali 1 2 3 4, na nini kingine kimetiwa haifiki hii pesa iliyotajwa hapa. Rais, mimi sina huo ujuzi. Mimi ujuzi wangu ni magrafu ya uchumi, nenda shuka rudi, nenda hivyo ndio ujuzi wangu, si ujuzi wa kuhesabu construction engineering, huko sio kwangu. Hii hapa ni kauli kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa akizungumzia swala zima na kupanda kwa bei ya mafuta, lakini pia miundombinu ya nchi kiujumla na maendeleo kwenye serikali yake. Sasa hapa anasema kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye serikali, hususan viongozi ambao wamechaguliwa katika kuharibu pesa ambazo wamepewa kwa ajili ya miundombinu tofauti. Sasa anasema kwamba mwenda zake ambaye tunamzungumzia hayati John Pombe Magufuli, yeye binafsi alikuwa na uwezo wa kufuatilia project ama kufuatilia hatua ya kila kitu ambacho alikuwa amewekeza hela zake ama hela za serikali samahani, akiwa na maana kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kufuatilia kila mradi na kutaka kujua kiasi cha pesa ambacho kimetumika, kiasi cha materials ambazo zimetumika na vitu kama hivyo. Sasa sema kwamba yeye binafsi hana uwezo huo. Hana uwezo wa kwenda kufuatilia vitu na kujua kwamba kama ni ujenzi labda matofali kiasi gani ama ni raw materials kiasi gani ambayo imetumika katika ujenzi huo. Anasema kwamba yeye masuala anayojua yeye ni masuala ya graph bana. Upandaji na kushuka kwa grafu ya uchumi na vitu kama hivyo ndio ujuzi wake, lakini kija swala la kufuatilia miundombinu na ujenzi na masuala ya construction kiujumla, sio mambo yake kabisa. Sasa Watanzania kidogo hawajapendezwa na hii kauli. Baadhi walikuwa wanasema kwamba hasa kama rais anatoa kauli za aina hiyo, basi ina maana kwamba kuna miradi mingi kabisa ambayo hela huwa zinapotelea, lakini kwa kuwa yeye hana uwezo wa kutaka kujua kiasi cha pesa ambacho kimetumika na namna ambavyo ujenzi umefanyika, basi inawezekana kabisa kwamba nafasi yake haitumii vizuri. Sasa nipe maoni yako pia kwenye uwanja wa comment, sababu tukiacha mbali kauli hizi hapa, kuna wengine ambao wanasema kwamba yeye amesema kwamba masuala yake ni masuala ya grafu ya uchumi kupanda na kushuka, lakini wanahisi kabisa kwenda kwenye uchumi pia mambo hayaendi vizuri. Sasa wanahisi kwamba Rais Samia anashindwa kuwa convince ama kuwashawishi Watanzania wamwamini kabisa kwamba ana uwezo kuweza kuiendesha nchi na vitu kama hivyo. Tofauti kubwa ya Rais Samia Suluhu Hassan na Rais ama hayati John Pombe Magufuli ni kwamba John Pombe Magufuli alikuwa akifuatilia kila hatua ya kila mradi ambao alikuwa ameweka hela za serikali, kutaka kujua pesa zinatumika vizuri na vitu kama hivyo, kitu ambacho ni tofauti kabisa. Rais Samia Suluhu bana huwa afanye mambo hayo. Sasa Tanzania kwa kauli hizi hapa wakawa wameanza kutoka kauli zao na comments za kummiss hayati JPM John Pombe Magufuli, lakini pia unaweza kuwa na maoni yako tofauti bana. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.